ya kuteuliwa, na baada ya kuteuliwa basi sisi sote tutaitikia tumshukuru Mungu. Na baada ya uteuzi huo itafuata homilia ya mama kanisa ambayo inapatikana kwenye kitabu maalum cha daraja. Na baada ya homilia hiyo, mteule atatakiwa kwenda mbele ya Mhashamu Baba Askofu na kuhojiwa juu ya nia yake, na baada ya hapo atatakiwa kuweka ahadi ya utii kwa askofu wa jimbo na mkuu wake wa shirika. Na baada ya ahadi itafuatia litania ya watakatifu, ambapo kwa vile ni kipindi cha Pasaka, basi mteule yeye atajilaza kifudifudi na sisi sote tutasimama. Wakati wa litania ya watakatifu sisi sote tutasimama, na baada ya litania itafuata sala ya kumweka wakfu, ambapo itatanguliwa na kuwekewa mikono. Mhashamu Baba Askofu atamwekea mikono na mapadre walioko hapa ambao wamevaa stola watapita kumwekea mikono, na hapo ndipo Mhashamu Baba Askofu ataendelea na sala ya kumweka wakfu. Na baada ya kuwekwa wakfu atavikwa mavazi ya kipadre, na baada ya kuvikwa mavazi ya kipadre atapiga magoti tena mbele ya Mhashamu Baba Askofu kwa ajili ya kupakwa mafuta ya krisma viganjani mwake. Na baada ya hapo atakabidhiwa vitendea kazi, karisi yenye divai, vile vile na patena yenye mkate, na kisha Mhashamu Baba Askofu atamtakia busu la amani. Na katika wakati huo tutawakaribisha mapadre wote pia kuja kumtakia busu la amani, kwa sababu hili kilitujia ni la kumkaribisha katika ulika wa kikuhani, na kwa hiyo hakutakuwa na mtu mwingine ambaye siye padre wa kuja kumtakia busilo la amani. Na baada ya hapo atajongea altareni, na kisha kwa vile ni misa ya daraja, ni sherehe, kwa hivi tutaendelea na kanuni ya imani, na baada ya hapo yatafuata matoleo na ibada itaendelea kwa mwendo wa kawaida. Na kwa nafasi hii basi nipende kumkaribisha Mhashamu Baba Askofu kwenye nafasi yake ili aweze kuendelea na sehemu ya kutoa daraja takatifu. Na wakati huo mkuu wa province misioni ya Tanzania, naomba ujongee kwenye mimbari ili kuweza kuhojiwa. Yule atakayepewa daraja ya ushemasi ajongee hapa. Shemasi Peter Maxensius Mtendavema SDS. Nipo. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Mtakatifu anaomba umweke huyu ndugu yetu katika daraja ya upadre. Je, wajua kama anastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika,
nashuhudia kwamba anastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunamteua huyu ndugu yetu apewe daraja ya upadri. Sote pamoja tumshukuru Mungu. Tukae kwa ajili ya homilia rasmi ya kanisa. Ndugu wapendwa, huyu mwana wetu ambaye ni ndugu yetu na rafiki yetu anaitwa sasa kupewa daraja ya upadri. Fikirini kwa makini ni madaraka gani atakayopewa katika kanisa. Kweli katika Kristo taifa takatifu lote la Mungu linafanywa kuwa taifa la kikuhani wa kifalme. Lakini yeye mwenyewe kuhani mkuu wetu Yesu Kristo aliwateua baadhi ya wanafunzi wake ili watekeleze rasmi katika kanisa kazi ya kikuhani. Alitumwa na Baba, naye vile vile aliwatuma mitume duniani kote ili kwa njia yao na ya mahalifa wao, yaani maaskofu, kazi yake ya mwalimu, kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma. Na hatimaye waliwekwa mapadri wawe washiriki wa urika wa maaskofu, nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kuhani huitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu. Na ndugu huyu baada ya kufikiriwa sana anawekwa sasa katika daraja ya upadri ili naye apate kuwa mhudumu wa Kristo, mwalimu, kuhani na mchungaji, na hivyo kazi yake isaidie kulijenga na kulikuza taifa la Mungu, yaani Kristo, liwe hekalu lake takatifu. Naye atafananishwa na Kristo aliye kuhani mkuu wa milele, na ataunganishwa na ukuhani wa maaskofu, yaani atawekwa wakfu kuwa kuhani halisi wa Agano Jipya ili aihubiri Injili, alichunge taifa la Mungu na kuadhimisha ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nawe mwana mpendwa sana, utakayewekwa hivi punde katika daraja ya upadri, tekeleza huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawie wote lile neno la Mungu ambalo nawe ulilipokea kwa furaha. Utakapotafakari sheria ya Bwana, angalia kusadiki kile unachokisoma na kufundisha kile unachokisadiki na kufuasa kile unachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yako yawe lishe kwa watu wa Mungu na manukato ya maisha yako yawe furaha kwa wamwaminio Kristo, ili kusudi kwa neno na kwa mfano upate kuijenga nyumba, yaani kanisa la Mungu. Fanya pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huduma yako sadaka ya kiroho ya waamini itatolewa pasipo kumwaga damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo, ambayo kwa kufanya umoja na ile ya kwao itatolewa kwa mikono yako juu ya altare katika adhimisho la mafumbo matakatifu. Kwa hiyo elewa vizuri unachokifanya na iga unachokitenda, na kwa kuwa unaadhimisha fumbo la kifo na ufufuko wa Bwana, jitahidi kutiisha viungo vyako kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika upya wa uzima. Kwa njia ya ubatizo utaliongezea taifa la Mungu waamini wapya
sakramenti ya kitubio utawasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa. Kwa mpako mtakatifu utawafariji wagonjwa. Unapofanya ibada takatifu na katika mfululizo wa saa za siku, utamtolea Mungu sala za sifa na shukrani, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kumbuka kwamba ulitwaliwa katika wanadamu, ukawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu. Hivyo timiza kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha ya daima na katika upendo wa kweli, ukiyatafuta si mambo yako mwenyewe bali ya Yesu Kristo. Na hatimaye, mwana mpendwa sana, kwa upande wako fanya kazi ya Kristo kiongozi na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye. Ujibidishe kuwakusanya waamini katika familia moja ili upate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu. Ndio maana umkazie daima macho yako Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana mpendwa sana, kabla hujajongea kupewa daraja ya upadri, ya kupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, wataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadri kama msaidizi mwaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana ukiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, wataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, wataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi unalokabidhiwa, ukidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, wataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe.
Sote tusimame kwa ajili ya litania. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi amjalie wingi wa mapaji ya mbinguni huyu mtumishi wake aliyemteua kwa kazi ya upadri. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Mikaeli, watakatifu malaika wa Mungu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea, Mtakatifu Yakobo, Mtakatifu Yohane, Mtakatifu Maria Magdalena, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Ignasi wa Antiokia, Mtakatifu Laurenti, watakatifu Perpetua na Felista, Mtakatifu Agnesi, Mtakatifu Gregori, Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Atanasi, Mtakatifu Basili, Mtakatifu Martin, Mtakatifu Benedikto, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, watakatifu Karolo Lwanga na wenzake, Mtakatifu Yosefina Bakita, Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili,
Mtakatifu Teresa wa Kalkuta. Mwenye heri Nengapeta Clementina Anuarite. Mtakatifu Pita. Mwenye heri Victoria Rosa Manarivo. Mwenye heri Yosefu Gerardo. Mwenye heri Isidori Bakanja. Mwenye heri Francis Maria wa Msalaba Jordan. Mwenye heri Maria wa Mitume. Watakatifu wote wa Mungu, uturehemie. Katika uovu wowote, katika dhambi yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mwanadamu, kwa kufa na kufufuka kwako, kwa kumpeleka Roho Mtakatifu, sisi wakosefu upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu. Upende kumlinda Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako. Na mteule huyu upende kumbariki. Na mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa. Na mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa na kumweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Upende kuyajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kututhibitisha sisi na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu
ili umiminie huyu mtumishi wako baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunamtoa kwako, Baba mwenye huruma, ili umweke wakfu, naye akipokee kipaji hiki unachomjalia kwa ukarimu usiokoma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Simama.